Yanga wakawa wanashambulia sana. Kwa hiyo ilikuwa wanacheza mpira wa kuvutia, pasi, lakini pasi zenyewe nyingi ni mbele, jambo ambalo lilimfanya kwenye ligi kuu Tanzania bara wachezaji wake walikamata mifumo kwa haraka. Ndani ya muda mfupi akaiongoza mechi 6 kwenye ligi kuu Tanzania bara, kashinda zote. Ndani ya muda mfupi akafunga mabao 22, akaruhusu mabao 2. Wapinzani walikuwa wanashambuliwa kweli. Alichangia mno kufikia mwisho wa msimu. Licha kwamba aliondoka, alikuja Hamdi Miludi akaendeleza kijiti. Yanga ikawa ndio timu iliyopiga mashuti mengi kuliko timu zote. Mashuti 360, kati ya hayo mashuti 204 amelenga shababu. Wakafunga mabao 83 ambao ni rekodi katika ligi kuu Tanzania bara tokea ianzishwe kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza msimu wa 1996 kuingia 1997. Sasa kwenye ligi ya mabingwa, hiki alichokuwa anakifanya kwenye ligi kuu na kombe la shirikisho la benki CRDB akiongoza mechi moja na kushinda, kwa ligi ya mabingwa akakutana na mtihani. Ni kwa sababu kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa ambako yeye ndo alianza kuiongoza Yanga, alikutana na timu zinacheza kijanja mno. Yaani wakati wanacheza soka sambusa, soka biriani, wanakutazama tu. Wao wanachocheza ni soka malengo. Objective football, mpira wa malengo. Kwamba kana huo mpira wako katika baadhi ya nyakati, piga pasi zako nyingi, fanya attempts nyingi, lakini mwisho wa siku ngapi? Unajua nini kilichotokea? Yanga kwenye kundi lao la A, mechi 6 Yanga wakashinda mechi 2 tu, sare 2, wakafungwa 2, wakamaliza kundi wakiwa na pointi 8, hazikutosha kuwavusha katika hatua ya robo finali ambayo walifikia kwenye msimu nyuma yake. Sio hilo tu, Yanga purukushani zao zote, gusa achia twende kwao, ngoma ikawa inawarudia wao wenyewe. Kwenye michuano ile hatua makundi ile kufika kwa mpinzani, walifika wakapiga mashuti 84 katika mechi 6, wastani wa mashuti 14 kila mechi, na kuifanya Yanga ndio timu iliyoongoza wastani kwa mechi kupiga mashuti mengi, attempts nyingi dhidi ya wapinzani. Miongoni mwa timu zote zilizofuzu hatua ya makundi, yani timu 16 mpaka zile zilizocheza finali ambazo zilikuwa Pyramids na Mamelodi, hakuna timu wastani kwa mechi iliyokuwa inapiga mashuti mengi kama Yanga, ambao ni mashuti 14 kwa mechi, jumla mashuti 84 katika mechi 6. Lakini wajua ilikuwaje? Ikafunga mabao 5 tu. Halafu yenyewe imeruhusu mabao 6. Kwa hiyo goal difference ilikuwa ni hasi 1. Kwa hiyo wakajikuta Yanga kuna baadhi ya mechi, baadhi ya nyakati hawachezi mpira unaotakiwa katika michuano ya CAF. Masuala ya mpira mzuri, soka sambusa, soka biriani, ili tumezungumza mara kadhaa na tutalirudia tena na tena kukumbusha timu zetu zinazotuwakilisha michuano ya CAF kwamba na mashabiki wake, kwenye michuano ya CAF sio mara zote utahitaji kucheza soka biriani, soka sambusa ili upate matokeo. Yanga ilipiga mwingi mno kwenye mechi 6 za hatua ya makundi ikiwa na chini ya Sead Ramovic. Umiliki wa mpira ulikuwa zaidi ya 58% pa mechi. Mashuti ndo kama nilivyokutajia. Yanga ndo timu iliongoza kupiga kona nyingi kwa mechi, kona 8 kila mechi. Hamna timu ilikuwa inapiga kona nyingi kwa wastani kwa mechi kama Yanga. Lakini mwisho wa siku ikaaga michuano ikifunga mabao machache ambao ni 5. Goal conversion rate ilikuwa 5.9 kwa sababu unapiga mashuti 84, magoli 5. Baadhi ya mechi Yanga iliupiga mwingi, halafu ilikuwa na matunda yoyote. Ni mechi walicheza dhidi ya Al Hilal Omdurman, wakati huo ikifundishwa na Flora Ibenge kwa Mkapa jijini Dar es Salaam. Kama unakumbuka vizuri, ni mechi ambayo Yanga walimiliki mpira zaidi ya 60%. Ni mechi ambayo Yanga walipiga mashuti 15, 5 on target. Al Hilal Omdurman ikiwa na Flora Ibenge ambaye hivi sasa yupo Azam, mechi nzima walipiga mashuti 5 tu. Mechi nzima mashuti ya kulenga shabaha 2 tu. Moja limepigwa na Adama Kulibali kamba, la pili kuelekea mwishoni mwa mchezo lilipigwa na Yasa Muzammil kamba. Mwisho wa mechi Al Hilal wanaondoka na ushindi 2-0. Yanga ikasifika imepiga mpira mwingi, piga pasi nyingi sana, piga mashuti mengi sana. Tumekosa bahati yao wale. Isingekuwa Dube, story hizo zinabaki. Matokeo ngapi? 2-0. Mechi ya maamuzi ya kujua nani aende robo finali, Yanga na MC Alger kwa Mkapa, kama unakumbuka vizuri. Mechi ambayo Yanga walimiliki mpira 69%, MC Alger walimiliki mpira 61% tu. Yanga wakapiga mashuti 18, MC Alger mechi nzima walipiga mashuti 3. Yaani dakika 90 mashuti 3, wastani shuti moja kila baada dakika 30. Dakika nyingine hizo wakati Yanga wanamiliki mpira, wanapiga pasi nyingi, wanashangiliwa. Wao kazi yao ilikuwa ni kuzuia, wakipata mpira wanacheza sideway passes kushoto kulia kwa kipa, wanapoteza muda. Kila wakiguswa wanaanguka chini, wanajilaza. Ukitoka mpira wanaenda kuokota taratibu. Umeshaona? Wanatembea sluggishly, tunasema ile ya kujivuta, ile unajikokota, alimradi kumaliza muda. Ule ndio uchezaji kikubwa, kwa sababu wao walikuwa wanahitaji ushindi wowote ili wasonge mbele au sare yoyote. Mwisho wa siku
Yanga wakaupiga mwingi mno, wakafanya majaribio mengi, wakapiga pasi nyingi, matokeo yalikuwa bila. MC Alger wakatoka wanashangilia, maana ndivyo walivyotaka, wakaenda zao robo finali. Sasa ili hilo lisije likatokea kwa Yanga ambayo kocha ni mzuri, Sead Ramovic akitoka TS Galaxy ya ligi kuu ya Afrika Kusini, lakini namna alivyoandaa timu yake kwa michuano ya CAF na mahitaji ya CAF, Yanga walichemsha. Sasa ili isije ikatokea tena, Yanga waambie ukweli kwamba kama ni Romain Folz basi wastiki naye, wawe naye na aendelee kujengewa uaminifu kwamba yeye ndo anashika mradi wa timu katika michuano hii ya ligi ya mabingwa, ili isije katokea Yanga wamefuzu alafu anabadilisha kocha, itakuwa ni kubahatisha, kwa sababu vinginevyo inaweza kutokea kama ya msimu uliopita, kwa sababu Rakoton Rabe au yeyote yule anaweza kuwa kocha mzuri sana, lakini ndani ya kipindi kifupi huyo aende kukabiliana na timu ambazo kwenye hatua makundi zinacheza kijanja sana, kikubwa sana, mbinu nyingi, kucheza soka zuri, kuvutia, haikuhakikishi matokeo kama nilivyotoka kueleza. Na cha kuongeza, ikiingia makundi, ili pia tumeshalizungumza, tunakumbushia kama kila kitu kinakwenda kama inavyotarajiwa, kwa maana kwamba wale kwenye viwango vya ubora kwa mpangilio wake, wale waliokuwa juu wote nao wanafuzu hatua ya makundi, yani Al Ahly, Mamelodi, Esperance, RS Berkane, timu kama Simba, Pyramids, timu kama yani zote zile ambazo ziko juu kwa viwango vya ubora, Al Hilal Omdurman zinafuzu hatua ya makundi na Yanga inafuzu. Kwenye utaratibu wa CAF upangaji kuna polls ambayo inahusisha timu zote zitakazofuzu 16 zinapangwa kwa viwango vya ubora. 4 za juu zinaitwa poti 1. 4 zinazofuatia kwa maana timu ya 5 mpaka ya 8 kwa viwango vya ubora zinaitwa poti 2, zinazofuatia zinaitwa poti 3, zinazofuatia zinaitwa poti 4. Sasa kwenye poti 1 kama zote zinafuzu ni zifuatazo. Kuna Al Ahly kama namba 1 kwa ubora, itakuwa Mamelodi, itakuwa Esperance de Tunis na RS Berkane poti 1. Hii msisitizo ni endapo zote zilizo juu kwenye viwango vya ubora zinafuzu na Yanga inafuzu. Poti 2 itakuwa Pyramids, Simba, Yanga na Al Hilal Omdurman poti 2. Poti 3 huenda zikifuzu nazo inakuwa ni Orlando Pirates ya Afrika Kusini ambao ni wana nusu finali ligi ya mabingwa msimu uliomalizika, kutakuwa na Petro Atletico ya Angola, kutakuwa na FAR Rabat ya Morocco, kutakuwa na MC Alger kwa mara nyingine ya Algeria. Umeziona hizo timu zilivyokuwa nzito. Poti 4 miongoni mwa timu ambazo nazo zikifuzu ni pamoja na JS Kabylie ya Algeria,